Kuna sababu tatu ambazo zinaweza zikafanya watu kuwa maskini, na sababu ya kwanza ni kutokuwa na muunganiko mzuri na Mungu. Ukimwacha Mungu alafu ukapambana peke yako, inakuwa ni ngumu kufikia malengo yako, kwa sababu tulivyoumbwa, kila mmoja ameumbwa kwa kusudi maalum kwa ajili ya kufanikisha mambo fulani ambapo yataweza kumfaidisha na kuingiza kipato. Mungu ndivyo ametuumba kila mmoja kwa kusudi maalum. Kwa hiyo usipoweza kuungana na Mungu vizuri, Mungu anaweza asikufikishe sehemu ile ambayo amekusudia, kama alivyokusudia katika uumbaji wako wewe mwenyewe, kama alivyokuweka hapa duniani. Kwa hiyo ni vizuri kuungana na Mungu ili uweze kufikia malengo na ndoto ambayo Mungu ameiweka ndani mwako. Kwa hiyo uko kwa sababu Mungu amekulenga ufanye mambo fulani kwa ajili ya watu fulani, kuwasaidia watu fulani katika vitengo fulani, katika kitu fulani. Inahitaji uweze kufanikiwa kukifanya ukiwa ndani yake Mungu mwenyewe. Kwa hiyo familia nyingi zinaweza zikawa maskini, au watu au mtu mwenyewe binafsi, kwa sababu ya kumwacha Mungu. Na maana ukimwacha Mungu pia fikra zinatiwa giza. Ukisoma neno la Mungu linasema kwamba fikra za wale ambao wako nje ya Mungu zinatiwa giza. Kwa nini? Giza likiingia katika fikra, na maana fikra ndio kunatoka mawazo ambayo yanayokupa uwezo wa kuyafanyia kazi na kuweza kukupa pesa, kwa sababu ndani ya fikra ndimo kuna mawazo. Lakini fikra zinapoleta mawazo, lile wazo linakuwa limebeba pesa, na ile pesa inatoka katika lile wazo. Baada ya kulifanyia kazi ndio unapata fedha mkononi. Kwa hiyo usipokuwa na fikra nzuri, na maana hawezi kutenda mambo ambayo yanaweza kufikisha sehemu kubwa. Lakini sababu ya pili ni wale watu ambao wanamwamini Mungu lakini wamekataa au wameyapuzia mafundisho ya masuala ya kifedha. Watu hawa wanalindwa, wanaweza kawa wanafunga vizuri, wanasali vizuri, wanaenda kanisani kila Jumapili, wanaenda msikitini kila Ijumaa, lakini wakipuuza kufundishwa au kusikiliza au kujifunza masuala ya mambo ya kifedha, wanaweza wasifikie mbali, kwa sababu eneo la kifedha ni sensitive sana, alihitaji kulipuzia. Kwa hiyo lazima ujifunze. Kwa hiyo unaweza ukawa unamwamini Mungu sana, anakulinda kweli kweli, na wala kuna anaweza kugusa, lakini usipokuwa na maarifa ya kifedha, jinsi gani uwekeze fedha yako, jinsi gani uitunze fedha yako, jinsi gani uizalishe fedha, jinsi gani uweze kuimanage ili isipotee, inaweza ikapotea muda mfupi kabla hata hujaweza kuifaidi. Lakini sababu ya tatu inaweza kufanya ukawa maskini, familia, mtu binafsi na watu makundi mbalimbali, ni ile umepata kumjua Mungu na umepata mafundisho ya mambo ya kifedha, lakini unayapuzia, hauyaweki kwenye matendo, yani hauyafanyii vitendo. Kwa hiyo hakuna maarifa ambayo yana nguvu usipoyaweka kwenye vitendo. Kwa hiyo maarifa yote yanakuwa na nguvu pale tu ambapo unayaingiza kwenye vitendo, lakini kabla hujaingiza kwenye vitendo yanakuwa ni maarifa dhaifu, hayawezi kukupa nguvu. Kwa hiyo maarifa yanapata nguvu ya kufanikisha kufikisha hatua kubwa sana endapo ukiyaweka kwenye matendo. Kwa hiyo haya mambo matatu ambayo nimekueleza lazima yazingatie. Jambo la kwanza nimekueleza kwamba kuna wale watu ambao wanamwamini Mungu na wamepuzia tu maarifa ya kifedha. Wenyewe ni kusali, ni kuomba na kuendelea na maisha yao mengine, lakini wanapambana pia kutafuta fedha, hawafanikiwi kwa sababu wanamwamini Mungu lakini wamepuzia maarifa ya kifedha. Kwa hiyo Mungu hawezi kuwafanikisha kwa sababu uwezo wao ni mdogo wa kuweza kuimiliki fedha ambayo wanahitaji, kwa sababu wanahitaji maarifa zaidi na uwezo mkubwa ili waweze kuimiliki ile fedha. Kwa hiyo Mungu atakuwa anawapa kile ambacho wanastahili. Kama ni kidogo ambacho wanastahili, atawapa vile vile kwa sababu ya maarifa na uwezo walionao wa kuweza kumiliki fedha ambazo wanaweza kumiliki pasipo kuweza kuwasumbua katika hatua zao, sababu kila mmoja Mungu anampa kulingana na uwezo. Usipotengeneza uwezo, utabaki unapata kile kiasi Mungu anacho una uwezo nacho. Lakini jambo la pili, tumezungumzia kwamba kuna watu ambao wanamwamini Mungu lakini wamekataa na kupuuza maarifa ya fedha. La tatu, tumesema kuna wale ambao wanamwamini Mungu lakini pia wana maarifa ya fedha tayari, lakini wameyapuzia kuyafanyia kazi. Pamphilus Leonard.